sana na inasikitisha sana hali hii. Yani imefikia hali Muislamu anayevaa nguo iliyo juu ya vifundo viwili kwa kule kuogopa pengine asijekuwa miongoni mwa watu wa motoni kwa hilo, basi Muislamu huyu tayari anakuwa ni muhabia. Muhabia, neno muhabia insha Allah litafata. Ukisikia mtu anaita muhabi anakusudia nini? Wengi wao hawajui. Ukiuliza nini maana ya muhabia, unaona anachanganya, anatafuna maneno, mshaambia bwana wewe hujui. Na katika Uislamu hauruhusiwi kutamka neno usiokuwa na elimu nalo. La taqif ma laysa laka bi ilmu. Allah ametukataza. Ukiwa hujui, Allahu a'lam, nyamaza, funga mdomo wako. Ukizungumza mambo usiyojua, basi mdomo unageuka unakuwa ni kopo tu umezungumza, wala kuna faida. Nini maana ya wahabia? Hajui hata. Lakini inshallah pengine tutawasaidia kuelezea unapomwita mtu muhabi una maana gani. Ismu fa'il yake imekuja namna hiyo, lakini asili ya jina la al-Wahhab ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umetunasibisha maana yake. Na nina maana al-Wahhab ni yule mwenye kutoa neema za watoto. Al-Wahhab mwenye kutoa umri. Al-Wahhab maana yake, na yeye amesema hivyo katika sura Al-Imran. Unaweza ukaitwa mtu sasa wewe muhabi, maana mimi ni Allah, ndio maana yake. Si jina katika majina ya Allah, umekalia na Mungu wenu. Sasa hapa al-Wahabi unamkusudia Allah kama alivyosema Allah jalla jalalu katika suratul Al-Imran aya 8. Ni dua ndefu sana. Waumini wanaomba, wanasemaje aya 8? Rabbana, ewe mlezi wetu Allah subhanahu wa ta'ala, la tuzigh qulubana, usiupotoshe moyo wetu, usizipotoshe nyoyo zetu. Tuzigh qulubana, nyoyo zimefahamu haki alafu wewe ukazibadilisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maasi yetu. Kwa hiyo wanasema Rabbana la tuzigh qulubana, usizibadilishe nyoyo zetu baada idh hadaitana, baada ya kuziongoza. Tumefahamu Qur'ani, tumefahamu sunna, tena baadaye ya Rabbi mara alikuwa shekha anatoa darasa msikitini, mashallah watu wanapata faida, leo kageuka tena anakuwa anauza machungwa, ana support. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah amemgeuza. Sasa tujui ni shekhe mwenyewe au watu walikosekana wa kumsupport. Kwa sababu wanachuoni wenu hapa Shinyanga, ndugu zangu katika imani, ikifika pale anakosa muda wa kusomesha kwa sababu ya fantashiru, na nyinyi wenye mali mpo mnashirikiana katika madhambi. Lengo nyinyi wenye mali mshirikiana na mwanachuoni huyu apate utulivu kukaa kwenye meza akatoa durusu za kiilmu, ndio raha. Sasa mkimwacha nyinyi mtatoa elimu hiyo? Haiwezekani. Allah na hekima zake sana. Katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna kapewa kazi ya dawa kisha akapewa na mali hata siku moja. Allah anamtafutia watu wa kusupport kazi ya dawa na mnaingia naye hapo. Mkimkusanyia zakatul mali na yeye alhamdulillah